Pakistan inaendelea na maandalizi ya duru mpya ya mazungumzo ya upatanishi kati ya Marekani na Iran, siku chache tu kabla ya kumalizika kwa makubaliano tete ya usitishaji vita. Hayo yanajiri mnamo wakati machafuko yanayoongezeka kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz yakiibua wasiwasi ikiwa mazungumzo hayo yatafanyika. John Juma na maelezo zaidi. Huku mvutano ukizidi kuongezeka na makubaliano ya usitishaji vita yakitarajiwa kumalizika katikati ya wiki hii, katika muda wa saa 24 zilizopita, Pakistan imezidisha juhudi zake za kidiplomasia kwa Marekani na kwa Iran. Kulingana na maafisa wawili wa Pakistan wanaohusika na juhudi hizo, lakini waliozungumza kwa masharti ya kutotajwa majina, duru nyingine ya mazungumzo ya Marekani na Iran yamepangwa kufanyika kesho Jumanne. Hata hivyo, kuna wingu la wasiwasi ikiwa Iran itashiriki. Akijibu swali la mwandishi habari, msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Bagaei, amethibitisha kuwa hawajaweka mpango wowote hadi sasa wa kushiriki mazungumzo hayo. Kufikia sasa ninapoongea na wewe, hatuna mpango wote kwa duru inayofuata ya mazungumzo. Hakuna uamuzi wowote uliokwisha kuchukuliwa kuhusu hili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema wajumbe wa Marekani watawasili katika mji mkuu wa Pakistan leo Jumatatu, lakini haikubainika mara moja ikiwa mipango hiyo inaweza kubadilika. Mwishoni mwa wiki, Marekani ilishambulia na kukamata meli ya shehena ya Iran, ikisema meli hiyo ilijaribu kukwepa mzingiro wake wa bandari za Iran. Hiyo ndiyo meli ya kwanza kukamatwa na Marekani tangu ilipoanzisha mzingiro wake wiki iliyopita. Kamandi ya pamoja ya majeshi ya Iran imeapa kujibu hatua hiyo. Imetaja ukamataji wa meli hiyo kuwa kitendo cha uharamia na ukiukaji wa makubaliano yaliyopo ya usitishaji mapigano. Kamandi hiyo imeapa kurudisha vikwazo vya awali. Mnamo Jumamosi, Iran ilishambulia meli zilizokuwa zikipita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameiambia Pakistan kwamba vitisho vya Marekani dhidi ya meli na bandari za Iran ni dalili za wazi za Washington kutokuwa waaminifu kuelekea mazungumzo yaliyopangwa. Hayo ni kulingana na vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Marekani na Israel zilipoanza mashambulizi dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, muda mfupi baadaye Iran ilizuia kwa kiasi kikubwa usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz unaounganisha Ghuba ya Uajemi na Bahari Kuu. Siku chache zilizopita, Marekani pia ilianzisha mzingiro dhidi ya bandari zote za Iran. Rais wa Marekani Donald Trump alisema mzingiro huo utaendelea hadi pale Iran itakapofikia makubaliano na Marekani. Kulingana na Iran, tangu vita hivyo vianze, zaidi ya watu 3,000 wameuawa nchini humo. Hata hivyo, taarifa hiyo haikutofautisha waliouawa ikiwa ni raia au maafisa wa usalama. Ulimwengu ulikuwa na matumaini ya bei ya mafuta kushuka pale Iran ilipotangaza kufungua mlango wa bahari Hormuz, na pia kulingana na makubaliano ya usitishaji vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon kwa siku 10. Lakini baada ya machafuko kuripotiwa katika mlango wa bahari Hormuz, bei ya mafuta imepanda tena.